Jina la Bwana libarikiwe. Mbele yenu tunao wageni ambao wametutembelea kwenye gereza hili, na mimi nikiwa kama kiongozi wao, basi nimewaongoza msafara huu mpaka hapa tulipofika. Kwa jina naitwa Mchungaji Stefano Ngondia, mchungaji wa gereza hili kwa huduma ya kiroho na hata kimwili. Tunao viongozi wangu wanaoniongoza na kunisaidia ninapokuwepo hapa kufanya kazi kwa amani na uhuru kabisa. Ninaamini hata ninyi pia ile mliloliandaa kwa kufuata utaratibu ulivyo wa magereza mtalizungumza bila shida yoyote. Yuko mchungaji. Asante, tunamshukuru Mungu. Awali ya yote ni washukuru watu wote ambao mmehusika kutoa sadaka zenu kwa namna moja ama nyingine, hata mlipoombwa na waratibu ama viongozi wa WBT. Kwa hiyo Mungu awabariki sana sana sana. Tumekuja tu hapa kwa ajili ya kufikisha hizo sadaka. Mengine viongozi watasema, hususani Tiko atazungumza. Mungu awabariki sana na asante sana viongozi wetu wa magereza hii kwa kutupokea. Kiukweli tumefarijika sana, tumetupokea vizuri, hata tuweze tukaelezea, lakini itoshe kuwashukuru kusema asante. Mungu awabariki sana. Amen. Asante. Kwa majina naitwa Rutiko Mwakikuti, ni kiongozi wa Worship Gathering Tanzania. Sisi ni vijana ambao tuko wengi kwenye hii nchi, lakini pia na wengine wapo nje ya nchi. Kazi yetu kubwa ni kutangaza neno la Mungu. Hilo ndio kubwa ambalo tumelibeba sisi kama timu. Sasa ndani ya kulitangaza neno la Mungu kuna kitu kinaitwa sadaka. Biblia inasema habari ya kuwaona wajane, wafungwa, yatima. Hilo tunamshukuru Mungu, tumeanza kulitimiza mwaka jana kwa kuona wafungwa pale Rwanda. Tunamshukuru Mungu sana. Ilikuwa ni kipindi cha Christmas, lakini safari hii Mungu alituzungumzisha habari ya kuja hapa Songwe kupitia mchungaji Ngondia. Namshukuru sana mchungaji, ni baba yetu mlezi ambaye tumekuwa naye kwa miaka mingi na tumemwona akifanya hii kazi ya kulitangaza neno la Mungu huku magerezani. Kwa hiyo na sisi hatukuona tukaona ni vema lazima tuje tuwaone wenzetu. Kubwa ambalo tumelibeba sisi hapa ni neno la Mungu. Hilo ndo ambalo tumekuwa tukiomba sana kwa watu huko, kwamba jamani, tunaomba wenzetu waweze kupata neno la Mungu. Kwa hiyo tumekuja na Biblia hapa zaidi ya 100, lakini pia na tenzi za rohoni pia zaidi ya 100 na vifaa vingine. Tumekuja na sabuni, tumekuja na miswaki, tulisikia habari ya shavers, watu hawana ndani, lakini tunamshukuru tumepata mashine chache, naamini zitawasaidia. Tuna mafuta na mablanketi machache. Tunajua at least wenzetu 30-20 wanaweza wakayatumia hayo na ikawa ni baraka kwao na kwetu pia. Tunawashukuru kwa kutupokea, lakini pia niwashukuru kundi lote nyinyi ambao mko hapa, mmeacha yote, wengine wamesafiri kutoka mbali, wamekuja kwa ajili ya kuwaona hawa wenzetu. Ninachojua hawa wenzetu ni wanadamu kama sisi. Sio kwamba wao wana makosa makubwa, sio kwamba wao basi wanahitaji hiki ambacho wamekipata. Hapana. Sisi wengine tumepata neema. Naamini wote huku ndani tumepata neema. Kama nilivyosema mwaka jana, inawezekana sisi tuna makosa mengi sana makubwa, lakini kwa neema tuwatie moyo hawa wanaofanya kazi huku, hasa hawa askari ambao wanafanya kazi huku, kwa sababu na wenyewe wako katika mazingira haya, wanahitaji faraja. Wakituona kama sisi, naamini kabisa wanapata moyo fulani. Mungu awabariki sana kaka. Hatuwaoni kama sijui watu wa aina gani, lakini pia tunawaombea sana. Kama timu pia naomba tufanye jambo kwa ajili ya ndugu zetu hao, wanywe hata soda basi Christmas hii. Tunapotoka hapa at least ka hela kadogo tuachie, hata kama ni 10,000, lakini na wenyewe watapata faraja kwamba kuna watu walikuja. Mungu awabariki sana. Kwa ishara tunaomba nikukabidhi Biblia na tenzi za rohoni. Naomba na tenzi hapo, maana sisi ndio tuliolibeba kitu hili. Pia na tenzi za rohoni. Asante.
Ya, nafikiri ni kufuata tu mwongozo wenu sasa. Bwana Steve Zenas Baitange, mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza. Ni mkuu wa gereza la Kilimo Songwe linalopatikana mkoa wa Mbeya. Nipende kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru sana mchungaji wetu Mr. Mgonjia ambaye ni mratibu wa huduma za magereza na hospitali katika kanisa la Moravian, lakini ni mchungaji kiongozi anayetoa huduma katika gereza letu la Songwe. Amepitia taratibu zote za kimagereza na kupata vibali kuingia ndani gerezani kutoa neno la Mungu kwa wenzetu walioko gerezani. Lakini pia kupitia kwake pia nadhani ndio tumeweza kuwapata na nyie wadau, tunawaita wadau wetu wa magereza kwa kutenga muda wenu na kwa sadaka yenu ndio ileta leo katika gereza hili la Songwe. Mmepita magereza mengi kama unavyosema, umetoka mbali huko, mmepita magereza ya mjini wapi mpaka mkafika Songwe, na mmetumia na usafiri. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba mmeweza kutambua kwamba na sisi tuko pembezoni mwa mji, lakini kuna watu mje kutuona. Tunawashukuru sana, lakini misaada yenu mlioitoa tunawahakikishia kwamba itaenda kutumika kwa madhumuni mlio ya kusudia. Itaenda kutumika kwa wanafunzi wetu, siku hizi tunaita wanafunzi. Itaenda kutumika huko na Mungu awabariki, kwa sababu sisi hili ni gereza la mkakati la kitaifa kwa maana ya kuzalisha chakula cha magereza, kujitosheleza kwa chakula. Kwa hiyo tunapokea jamii ya wafungwa kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini. Tunao wengine ni raia wa nchi ya Burundi, Kongomani, lakini wafungwa wanatoka Mwanza, sehemu mbalimbali kuja kuongeza nguvu katika uzalishaji. Sasa hao wafungwa ndugu zao wako mbali kuja kuona siku za Jumapili na sikukuu. Kwa hiyo mmechukua jukumu la kuwa ndugu zao. Tunawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa niaba ya mkuu wa jeshi afande CGP na afande wetu mkuu wa magereza mkoa wa Mbeya, ninatoa shukrani zangu kwa niaba yao, na mtufikishie salamu hizo na kwa wengine ambao kuweza kufika eneo hili, na tunawakaribisha na tena siku nyingine mtakapokuja kufika hapa, karibuni sana. Asanteni sana, niwaombee safari njema mnaporudi kwa nyumbani kwenu. Sasa tunaweza tukaingiza hii msaada ndani.